Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii ya Francademy, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la 7 ambapo tutaangalia maswali yafuatayo. Ni maswali ambayo yanatokana na mtihani wa kumaliza darasa la 7 wa mwaka 2018, swali la 20 mpaka la 26. Ninakuomba uyafanye. Baada ya kumaliza kuyafanya, ninakuomba utazame masahihisho yake ambayo yako huko mbele. Sasa tuangalie swali la 20. Swali la 20 nasema kwamba 1 na 4 ya 5 mara 3 na 8 ya 9. Ili kufanya swali hili unafanya hivi: 1 na 4 ya 5 mara 3 na 8 ya 9. Utachukua hivi: 5 mara 1 ni 5, ukijumlisha 4 ni ngapi? Ukijumlisha 4 ni 9, maana yake ni 9 ya 5. Uzidishe kwa 9 mara 3 27. 27 ujumlishe 8 ni 35 juu ya 9. Hapa maana yake itakuwa hivi. Utarahisisha. Kwa 5 hapa ni 1, kwa 5 hapa ni 7. Kwa 9 hapa ni 1, kwa 9 hapa ni 1. 1 mara 7 ni 7. 1 mara 1 ni 1, kwa hiyo ni 7 juu ya 1, ambapo 7 ukigawanya kwa 1 unapata sasa na 7. Kwa jawabu hapa ni 7. Sasa tuangalie swali linalofuata ambalo ni 64 mara 4. Wanakuambia utafute kipeo cha pili chake. Tafuta kipeo cha pili cha 64 mara 4. Ukichukua 64 mara 4, ukizidisha hapo 64 mara 4, 4 mara 4 16, 6 mara 4 ni 24, na ile 1 ni 25, kwa hiyo 256. Sasa hii 256 ndio natakiwa itafutie kipeo chake cha pili. Tunaweza tukatafuta kipeo cha pili kwa kutumia vigawo tasa, ambapo utachukua 256 kigawanya kwa 2, hapo inakuja ngapi? Inakuja 1, inakuja 2 8, 128. Kigawanya kwa 2, hapa itakuja 6, hapa itakuja 4. Kigawanya kwa 2, hapa inakuja 32, kwa 4 hapa ni 16, kwa 2 hapa ni ngapi? Ni 8, kwa 2 hapa ni 4, kwa 2 hapa ni 2, kwa 2 hapa ni 1. Kwa hiyo kumbuka hizi zote hivi vigao tasa hivi vyote, vigao tasa hivi vyote, hizi mbili zote ziko kwenye alama hii ya alama ya kipeo cha pili, ambapo kuandika alama hii namba yoyote ukiwekea ikawa ndani ya hii alama, maana yake ni sasa na mtu aliandika x ambayo iko kwenye hiyo alama, ni sasa na mtu aliandika x kipeo cha nusu. Kwa maana yake hizi mbili zote hizi 2 3 4 5 6 7 8 ziko 28, ziko 28 mara 2 hapo, mara 2 mara 2 mara 2. Sasa hizi mtu aliandika hivi ni sana aliyeandika hivi 2 kipeo cha pili mara 2 kipeo cha pili imeziko kwenye hiyo alama mara 2 kipeo cha pili mara 2 kipeo cha pili. Unatenga makundi ya namba 2 ambayo ni makundi 4, 1 2 3 4. Ambapo sasa nishasema kwamba hii alama ni sawa na kipeo cha nusu. Mtu aliandika hivi x yaweko kwenye hii alama ni sasa na aliandika x kipeo cha nusu. Kwa hiyo maana yake kama kuna na hii kipeo cha pili, maana yake hii 2 itaisha na hii nusu hii.
hii x zinakwisha. Hii 2 na hii alama zinakwisha. Hii 2 na hii alama zinakwisha. Kwa hiyo tunabakiza na 2. Tunabakiza 2 mara 2 mara 2 mara 2. 2 mara 2 ni 4, mara 2 ni 8, mara 2 16. Kwa hiyo jawabu hapa ni 10 na ngapi? Ni 16. Jawabu la hapa ni 16. Sasa twende swali lingine ambalo linasema kwamba m ni sawa na C3, m ni sawa na C3, n ni sawa na C5. Tafuta thamani ya 9 as9 mara m mara n. Ukichukua hapo as9 mara m ni as3 mara n as5. 9 mara as3 ni as9 mara as3 ni 27 chanya, kwa sababu as mara as ni chanya. Kwa hapa ni chanya 27. Ukichukua chanya 27 ukazidisha kwa as5, kumbuka chanya mara as ni nini? Ni as. Utakuja upate 7 mara 5 ni 35. Unaenda na 3 kichwani. 2 mara 3 ni ngapi? Ni 10, na ile 3 ni 13. Kwa hiyo ni 135. Kwa hiyo ni as 135. Swali lingine nasema kwamba tafuta eneo la umbo lifuatalo. Umbo lifuatalo hili ni pembe 3. Ili kutafuta eneo la pembe 3 huwa tunatumia kanuni ya kutafuta eneo la pembe 3 ambayo ni nusu mara kimo mara kitako. Kwa kifupi unaweza kusema kwamba nusu HB, ambapo H inawakilisha kimo na B inawakilisha kitako. Sasa hapa tukiweka kwenye kanuni itakuwa hivi: ni nusu mara kimo, ambayo kimo hapa ni 5. Hapa kimo tumepewa 5. Kimo maana yake ni urefu wa kupanda juu kuelekea juu, urefu ambao umenyoka wa kwenda juu, ambao ni urefu kutoka hapa hadi hapa. Mara kitako ilipokalia, urefu ambapo hii pembe 3 imekalia ni 16, ni sentimita 16. Kwa hiyo baada ya kuweka kwenye kanuni utafanya hivi: hapa ukirahisisha kwa 2 ni 1, hapa kwa 2 ni 8. Kwa hiyo hapa itabaki ni 1 mara sentimita 5 mara sentimita 8, ambapo utakuja upate sentimita za eneo sentimita 40, kwa sababu 8 mara 5 ni 40. Swali lingine tumepewa hapa kwamba tutafute majira ya nukta P, ambapo tumepewa umbo lifuatalo. Tunaambiwa kwamba tutafute majira ya nukta P. Ili kutafuta majira ya nukta P na Q unafanya hivi: unaangalia katika mchoro hapa, unajiuliza P iko wapi? P anayetuuliza iko hapa. Sasa hii P ukiangalia mstari wa X na mstari wa Y, X iko hapa na Y iko hapa. Kwenye kusoma majira ya nukta inatakiwa uanze kusoma jira X. Kwa hiyo unaangalia namba ambayo inaendana na hii nukta P iliyoko kwenye X ni hii hapa, ni 2, inaendana na 2. Kwa hiyo ni 2 P, maana yake utaandika P alafu mabano kwamba 2 koma hapo ndo nasoma Y. Y inaendana na P ni as3. Kwa hiyo ni 2 as3 ndo majira ya nukta P. Q, tuangalie majira ya nukta Q. Ili kusoma majira ya nukta Q manake unaangalia Q iko wapi? Q iko hapa. Q iko hapo. Kama Q iko hapo, maana yake unaangalia kwa upande wa X iko wapi?
tunaanza kusoma, kumbuka au tunaanza kusoma majira ya nukta x. Majira ya x. Kwa hiyo kwa upande wa x q inaendana na 0 na 0 hapa, na kwa upande wa y inaendana na 2 na asi 2. Kwa hiyo ni 0, asi 2. Kwa hiyo majira ya nukta P na Q ni haya hapa. Sasa twende swali lingine. Ambalo linasema kwamba tafuta ukubwa wa pembe ABC katika umbo lifuatalo. Tafuta, umepewa 115, humu ndani hatujapewa na hii hapa pia hatujapewa, na hii hapa hatujapewa. Ila hapa tumepewa kwamba kuna kamstari haka na haka. Haka mstari kanamaanisha kwamba pembe ya hapa na hapa inalingana, kwa sababu kama upande huu ni sawa na huu, haka mstari kanamaanisha kwamba urefu kutoka hapa hadi hapa ni sawa na urefu kutoka hapa hadi hapa. Kwa hiyo urefu kutoka hapa hadi hapa na hapa hadi hapa kama vinalingana, basi na pembe ya hapa na hapa vinalingana. Kwa hiyo manake ili tunatafuta pembe ya humu ndani. Humu ndani ili uweze kuipata, kumbuka huu ni mstari mnyofu huu. Mstari mnyofu jumla una nyuzi 180. Kwa hiyo hapa manake utachukua nyuzi 180 utoe 115 ndio uweze kupata pembe ya humu. Ukitoa hapo utabakiza, ukichukua 180 ukatoa 115, utakuja upate, ukitoa hapo utapata, kuchukua 180 kutoa 115 utapata 65. Kwa maana hapa ni 65 na hapa ni 65. Kwa hiyo pembe hapa tumeipata na hapa tumeipata. Sasa sisi tunaulizwa tafuta ukubwa wa pembe ABC. Hii ya katikati ndio naizungumzia. Hii hapa B. Hapa kwenye B ndio pembe ABC. Katika masuala ya pembe akitaja pembe ABC maana yake anamaanisha hii ya katikati hapa. Hapa kwenye B hapa ndio tutapatafutia. Hapa tumeshapata kama ni 65 na hapa ni 65. Hapa ni 65 ndio tumetafuta, na hapa tukasema kwamba ni 65 kwa sababu ya hapa na hapa lazima zilingane. Zinalingana Kwa hiyo tumebakiza ya hapa. Kumbuka hii ni pembe tatu. Pembe tatu jumla ina nyuzi 180. Kama pembe tatu jumla ya nyuzi zake ni 180, maana yake tutachukua 65, tujumlisha 65, tujumlisha na pembe ya hapo ambayo hatuijui. Labda tuite x ni sawa sana 180. Kwa hiyo kuchukua hapa 65 jumlisha 65 maana yake ni 130. Jumlisha x ni sawa sana 180. X hapa itakuwa ni sawa sana 180 utoe 130. Ukichukua 180 ukatoa 130 utabakiza 50. Kwa hiyo jawabu hapa ni nyuzi 50. Kwa hiyo pembe ABC ni nyuzi 50. Sasa twende swali lingine ambalo talo ni sentimita 352. Tafuta nusu kipenyo cha duara hilo. Tafuta nusu kipenyo cha duara hilo. Tumepewa mzingo wa duara hili kwamba ni 350. Mzingo wa duara mzingo tumepewa kwamba ni sasa 300 sentimita 352. Tafuta nusu kipenyo cha duara hiyo. Tunauliza tutafute nusu kipenyo. Nusu kipenyo ni nusu kipenyo yani hara. Hara. Ndio tunauliza ni ngapi? Kumbuka huwa kuna kanuni ya kutafuta mzingo wa duara ambayo mzingo wa duara ni sasa na 2 pi r. Mzingo wa duara hapo sasa tumepewa kwamba ni 352. Kwa hiyo tunaiandika hapa 352 ni sasa na 2 pi r. Kumbuka
Hii sentimita, kumbuka hapa itakuwa 352 sentimita. Ni sawasawa na 2 mara pi ni tumepewa kwamba tumia pi 22 juu ya 7. 22 juu ya 7 mara r. Kwa hiyo r ndo nusu kipenyo. Tukishapata r manake tunakuwa tumepata nusu kipenyo. Kwa hiyo hapa utazidisha kwa 7 na hapa kwa 7. Hapa 7 na 7 zinakwisha. Anabaki 352. 352 mara 7 ambayo ukizidisha hapa kwa 7 inakuja 2464. Na hapa zimebaki 2 mara 22 ambayo inakuja 44. Haya. Ukigawanya kwa 44 kila upande, kwa 44 kila upande, hapa 44 na 44 zinakwisha. Tunabakiza r ni sawa sana 2464 ugawanya kwa 44 ambapo itakuja iwe hapa itakuja iwe 56. Kwa hiyo hapa ni sentimita 56. Kwa hiyo r hapa yani nusu kipenyo yani r ni sawa na sentimita 56. Hili ndio jibu. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii ya Francademy, ninakuomba usubscribe kwenye channel yetu hii ili kusudi uweze kupata